Profesa Revocatus Mukungu, mdhibiti mkuu bora wa shule ya wilaya ya Kwimba. Tuko hapa kwa ajili ya kuelezea shughuli zinazofanywa na idara yetu katika wilaya yetu ya Kwimba. Shughuli tunazozifanya katika idara yetu hapa, tunafanya sana shughuli za ukaguzi wa shule za msingi na sekondari, zikiwemo za private na vyuo vya maendeleo. Kuna ukaguzi za aina nyingi. Kuna ukaguzi wa jumla wa shule, kuna ukaguzi wa ufuatiliaji. Ufuatiliaji maana yake kuona tuliokagua kwa ukaguzi wa jumla yamefanywa kazi. Na ukaguzi vile vile wa usajili wa shule. Shule zote ambazo zinataka kuanzishwa tunazifuatilia kuona maendeleo yake ya hatua za kama imefikia vigezo vya kufanyaje vya kufanyia usajili. Vile vile shughuli zetu nyingine hapa, tunashirikiana na wadau wa elimu wilayani kushughulikia masuala ya kielimu ambapo tunahusisha madio, shule za msingi na sekondari, wakurugenzi wa halmashauri yetu. Tunashirikiana nao katika shughuli zetu hizi katika ile udhibiti bora. Vile vile tunafanya ufuatiliaji wa karibu wa utolewaji wa mazoezi ya wanafunzi madarasani na usahihishaji wake, ikiwemo kuangalia maazimio kama yanaendana na mtaala ulioboreshwa, maandalio ya masomo, walimu wanafundishwa kwa kutumia zana za kufundishia. Ndio kazi tunazofanya hapa. Na vile vile tunafanya kufuatilia walimu kama wanatumia njia shirikishi katika ufundishaji kulingana na mtaala wa sasa hivi. Nataka wananchi wajue kwamba idara ya udhibiti ubora wa shule ipo na inafanya kazi kwa kushirikiana na ofisi ya mkurugenzi, kwa maana ya kwamba maafisa wa msingi na sekondari, kwamba sisi ndio tunaofuatilia kwa karibu mtaala uliopo. Kwa sababu kuna mtaala ulioboreshwa. Kwa sisi kazi yetu ni kufuatilia, je, huu mtaala unatekelezwa? Na je, walimu wanafundishwa kutumia huu mtaala ambao sasa hivi umeboreshwa? Ndio kazi zetu hizo, kwamba tunafuatilia utendaji kazi wa walimu kwa ujumla. Sasa hivi kuna sheria ya elimu ambayo ndio toleo la hivi karibuni la 2018. Hii 2018 likatambua kitu kinachoitwa udhibiti ubora. Kwa hiyo hapo awali ilikuwa inaitwa ukaguzi. Lakini kwa sheria jinsi inavyokuwa na mabadiliko mpaka lile toleo la 2018, basi likarudi kwenye neno udhibiti ubora. Udhibiti ubora maana yake ni kuhakiki viwango na ubora wa elimu inayotolewa kwenye taasisi inayotoa elimu, kwa maana ya shule. Shule tunamaanisha shule za awali, shule za msingi, shule za sekondari na hata vyuo vya ufundi, vyuo vya VETA. Mkagundua kuna changamoto, labda kuna mwalimu hafundishi kulingana na utaratibu ambao unatakiwa, mnafanyaje? Mnachukua hatua gani? Tukigundua kuna mwalimu ambaye hafuati kanuni, taratibu na sheria kama hizi tunazosema, sisi huwa tunatoa taarifa kwa mwajiri wake. Tunatoa taarifa kwa yale au dosari tulizozigundua kwa mwalimu yule. Tunaandika taarifa, actually sisi watu tunaandika taarifa zote kwamba ya shule nzima kwamba yamejitokeza haya, lakini tukigundua kuna special, kuna kitu ambacho ni maalum. Kwa mfano mwalimu huyu sasa yeye hatimizi majukumu yake kama inavyotakiwa kuwa, basi sisi tunamwandikia mwajiri wake ambaye ni mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya. Sisi kama nilivyotangulia kusema sisi tunaangalia viwango vya ubora wa shule na watendaji wake, yani ule utendaji wa pale shuleni. Kwanza tuna maeneo matatu. Tunapofika pale shuleni tuna maeneo matatu makuu ya kufuatilia. Eneo la kwanza ni kwenye utawala. Pale utawala ndio tunaangalia mwalimu mkuu na jinsi anavyosimamia, kuendesha na mambo mengine. Lakini eneo la pili ni uendeshaji wa taaluma. Je, taaluma pale wanafundisha, vifaa vipo, na kila kitu ambacho wanapaswa walimu wawe navyo, na kila kitu ambacho wanatakiwa watoto wakipate wanakipata? Kwa hiyo hilo ni eneo la pili la taaluma. Lakini eneo la tatu ni eneo la mazingira.
Mazingira tukifika pale tunaangalia mazingira ya jumla ya shule. Je, majengo yanatosheleza? Je, usafi unazingatiwa? Je, eneo la shule linatosha? Unaona? Basi hayo ndo maeneo makuu matatu. Sasa ninaitwa Masalu Paul Kuba, ni mdhibiti bora wa shule wilaya ya Kwimba. Sera iliyoboreshwa kwa sasa imeelekeza mambo kadhaa. La kwanza, sera ya sasa inaelekeza utoshelevu wa miundombinu katika elimu, kwamba tuwe na utoshelevu wa miundombinu katika elimu, lakini pia kutambua na kuendeleza vipaji. Si hivyo tu, lakini pia kutoa elimu kwa usawa, kwa maana ya ujumuishi, kwamba watoto wote wapate fursa sawa ya kupata elimu bila kujali hali zao. Lakini pia sera ya sasa inasisitiza matumizi ya sayansi na teknolojia katika kujiletea maendeleo. Sera ina mambo mengi, lakini kwa ujumla inaielekeza serikali kuzingatia falsafa ya utoaji wa elimu ya kujitegemea inayoendana na mazingira ya nchi yetu. Kwa sasa muundo wa elimu tulionao ni muundo nyumbufu, flexible education system. Muundo huu unampa mwanafunzi fursa ya kujiendeleza katika maeneo mbalimbali kutokana na uwezo wake, kutokana na malengo yake, lakini pia kutokana na fursa zilizopo. Sasa idara ya udhibiti ubora katika utekelezaji wa mtaala ulioboreshwa ina majukumu kadhaa, ikiwa ni pamoja na kufanya ufuatiliaji na kuhakikisha kuwa mtaala huu ulioboreshwa unatekelezwa kwa viwango vilivyoandaliwa.